Habari wa Tanzania. Leo naomba muwe makini na mnisikilize kwa umakini sana. Kwa sababu makala hii ya leo inalenga kujibu maswali makubwa matatu. Kwanza, kwa nini Tanzania ni maskini? Lakini pili, umaskini wa Tanzania ulianza lini au ulianzishwa na nani? Tatu, je, kuna mwelekeo wote wa Tanzania kuweza kujikwamua na umaskini au Samia Suluhu Hassan anaweza kutusaidia kukwamua umaskini? Sasa naomba unisikilize vizuri. Kwa wale wasiofahamu, Tanganyika ilitakiwa ipate uhuru kati ya mwaka 1975 mpaka mwaka 1980. Hiyo ni kutokana na mapendekezo ya Waingereza ambao kwa wakati huo ndio walikuwa wanaitawala Tanganyika chini ya kivuli cha Umoja wa Mataifa. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba wakati huo tulikuwa na kiongozi mwenye akili nyingi anaitwa Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere kwanza alikuwa na akili nyingi, pili alikuwa na uwezo mkubwa wa kujenga hoja, tatu alikuwa na uwezo mkubwa wa kushawishi. Kwa hiyo aliweza kuwashawishi wajumbe wa baraza la Umoja wa Wadhamini wa Umoja wa Mataifa wa wakati huo, na hivyo kuiwezesha Tanganyika kuwa nchi ya kwanza katika ukanda huu wa Afrika Mashariki kupata uhuru mwaka 1961. Kwa hiyo 61 tumepata uhuru, mwaka 62 Tanganyika imekuwa Republican kwa maana ya sovereign state, yani nchi ambayo sasa ina mamlaka kamili, inaweza kuamua mambo yake. Kwa wale ambao hawajui tena, wakati tunapata uhuru mwaka 61, Tanganyika ilikuwa na mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Wakati tunapata uhuru mwaka 61, Tanganyika ilikuwa na mfumo wa kiuchumi, tunasema free market state. Ilikuwa na mfumo wa kiuchumi wa soko huria. Yani Waingereza walikuwa wanatumia mfumo wa vyama vingi, yani wanasema kukidhoofisha chama cha TANU, na Waingereza wao walikuwa wanatumia mfumo wa soko huria, free market, kwa lengo la kuinyonya Tanganyika. Umenielewa eh? Sasa baada ya kupata nchi, Mwalimu Nyerere kwanza alibadilisha mfumo wa uchumi kutoka kwenye market state au free market state kwenda kwenye command economy. Nchi na au tunaita socialist state, nchi ambayo inafuata uchumi wa siasa ya ujamaa na kujitegemea. Katika kipindi cha miaka 24 ya Mwalimu Nyerere, miaka 24, licha ya kwamba Mwalimu Nyerere amepigana vita vya Kagera mwaka 78, Mwalimu Nyerere alikuza uchumi wa nchi hii. Mwalimu Nyerere alijenga viwanda vingi. Mwalimu Nyerere anaondoka madarakani mwaka 85. Kaiacha Tanzania hii. Kwanza ilikuwa na uchumi kwa maana gani? Mwalimu Nyerere ameondoka madarakani, ameacha dola moja ni sawa na shilingi 5. Yaani dola moja shilingi 5 mwaka 85. Mwalimu Nyerere kaondoka kaacha deni la taifa shilingi trilioni 3. Sasa akaja Mwinyi. Mzee Mwinyi kachukua madaraka mwaka 85. Alichokifanya kwanza akabadilisha tena mfumo wa uchumi. Kutoka kwenye socialist state, Mwinyi akaitangaza Tanzania kuwa nchi tunasema free market state. Yani nchi inayofuata uchumi wa soko huria. Sasa angalia, katika kipindi kifupi tu cha uongozi wa Mwinyi, kipindi kifupi, tayari Tanzania ikawa soko la bidhaa kutoka nje. Yani Waingereza wakawa wanaleta bidhaa zao hapa. Marekani, Ujerumani, nchi za Kiarabu, nchi za China, zote yani wakawa wanauza bidhaa zao hapa. Muda mfupi tayari Tanzania ikawa soko. Sasa viwanda vyetu vikaanza kufa kwa sababu gani? Vilikuwa vinashindwa soko la ushindani, vinashindwa ubora wa bidhaa. Katika uongozi wa Mwinyi viwanda vikaanza kufa. Viwanda vikaanza kufa. Mwinyi akaanza kukopa. Ubadhirifu uliongezeka wakati wa mzee Mwinyi. Mwinyi amekaa madarakani miaka 10. Amekopa trilioni 15. Trilioni 15 mzee Mwinyi amekopa. Yani mzee Mwinyi anangatuka mwaka 1995 ameacha deni la taifa shilingi trilioni 18. Hapo akaja mzee Mkapa sasa mwaka 95. Mzee Mkapa amepambana sana kukuza uchumi wa nchi hii. Kapambana mno. Katika kipindi cha miaka 10 ya mzee Mkapa, miaka 10, Mkapa alilipa deni la taifa. Yani Mkapa deni la taifa lilikuwa trilioni 18, Mkapa kalipa deni kaangaika. Mkapa anaondoka madarakani mwaka 2005, ameacha deni la taifa shilingi trilioni 10. Nisikilize vizuri. Wakati mzee Mwinyi anangatuka madarakani mwaka 85, tayari dola moja imeshafika shilingi 600. Yani Mwalimu Nyerere kaondoka kaacha nchi dola moja shilingi 5. Mwinyi kaondoka madarakani miaka 10 tu tayari dola moja imefika shilingi 600. Alipoingia sasa mzee Kikwete sasa mwaka 2005. Yani Kikwete kavuruga nchi, kavuruga uchumi. Katika kipindi cha mzee Kikwete kama mnakumbuka,
ufisadi uliongezeka, mafisadi papa wakazaliwa, akina mafisadi papa wakubwa, ufisadi ule mkubwa ule wakati wa Mzee Kikwete. Kuna watu wanasema wakati wa Kikwete hela ilikuwa inapatikana. Kwa taarifa yako, Kikwete alikuwa ni bingwa wa kukopa. Kikwete kakaa madarakani miaka 10, amekopa shilingi trilioni 25. Kuanzia mwaka 95 mpaka 2005 Kikwete amekopa shilingi trilioni 25. Kwa hiyo Kikwete anaondoka madarakani, kaacha deni la taifa shilingi trilioni 35. Sasa kuna watu hawajui, nisikilize vizuri. Unamwona Mzee Kikwete? Kikwete alifundishwa uongozi na Mzee Mwinyi. Mwaka 1982 Kikwete aliteuliwa kuwa mbunge, baadaye akateuliwa kuwa naibu waziri wa maji. Mwaka 85 Kikwete huyu mnayemwona huyu Mzee Kikwete huyu aliteuliwa kuwa waziri wa fedha. Mzee Kikwete huyu. Kwa hiyo unaweza ukajifunza hapo. Kikwete alikuwa bingwa wa kukopa. Hawajui namna ya kukuza uchumi, wao wanachojali ni kukopa tu. Na Watanzania hawajui kuhoji maskini ya Mungu. Wanaona tu mambo yanaenda. Hawa jamaa ni mabingwa wa kukopa. Kwa sasa nisikilize vizuri. Kikwete anaondoka madarakani mwaka 2015. Tayari dola moja imefika shilingi 2300. Dola moja 2300. Yaani kutoka kwa Mzee Nyerere dola moja shilingi 5, dola moja imefika 2300. Uchumi wa nchi hoi taabani. Unamwona huyu Samia Suluhu Hassan huyu? Samia Suluhu Hassan amefundishwa uongozi na Kikwete. Nawaambia tena, Samia Suluhu Hassan amefundishwa uongozi na Kikwete. Sasa angalia, Samia Suluhu Hassan kakaa madarakani miaka 4 tu, amekopa trilioni 47. Trilioni 47. Hawajali, hawazungumzi namna ya kukuza uchumi, wao wanachojua ni kukopa tu. Kukopa tu. Mtanzania, mimi nakwambia, wewe endelea kucheka hivyo, endelea kucheka. Nchi yako inaangamia, Tanzania inaangamia. Kwa wewe kama unamuunga mkono Samia Suluhu Hassan, wewe jua kwamba unashiriki kuua uchumi wa nchi yetu. Unashiriki. Ndugu Mtanzania, kama unafikiri kwamba kuna dalili zozote za nchi hii kujikwamua na umaskini, sahau. Dalili za umaskini katika nchi haziwezi kuondoka hata kidogo. Kwa sababu Samia hana akili, nyinyi hamjui. Samia ni debe tupu, nyinyi hamjui, hamna kitu kichwani. Samia hana uwezo wa kuweza kukuza uchumi wa nchi hii. Watanzania, mimi nawaambia, tarehe 29 kesho kutwa tuingie barabarani, tuidai nchi yetu kwa nguvu. Wasituzoe hawa watu, wasituzoe. Tuidai nchi yetu kwa nguvu. Na mimi niliombe jeshi, mimi nawaambia tena. Nyinyi wanajeshi ndio wazalendo namba 1. Nchi hii inaelekea pabaya mno. Kikwete alikuwa bingwa wa kukopa, na Kikwete sasa hivi ndio yuko karibu na Samia. Kikwete ndio anampigia kampeni Samia. Maana yake nini? Hii nchi tunaipeleka wapi nchi? Mimi narudia tena, mimi nimegoma kukaa kimya. Hawa wazee mimi nawajua. Mimi nimeshawahi kufanya nao kazi ya wazee. Wazee hawa mimi nawajua. Mimi niliwakosoa kidogo tu wakanifukuza kazi. Ndio maana nawaambia ndugu zangu, mimi nitaandamana mapema sana. Sina mchezo kabisa sasa hivi. Asanteni kwa kunisikiliza.